Baada ya kupatikana masharti haya, mume wa kwanza ataruhusiwa kumwoa tena yule mke, na akimwoa tena mara ya pili ana haki ya talaka 3 kama kawaida. Baada ya kumwoa mara ya pili, anaweza kumwacha talaka ya kwanza akamrejea, akamwacha tena talaka ya pili akamrejea, akamwacha talaka ya 3, itabidi ahalalishwe tena kama mwanzo, apatikane mume mwingine amuoe, amuache kwa masharti yaliyotangulia. Akipatikana huyu, ataruhusiwa kumwoa tena. Hii ni mara ya 3 sasa. Pia atakuwa na haki ya kutoa talaka 3. Talaka ya kwanza atamrejea, talaka ya pili atamrejea, talaka ya 3 ikitoka, hii itakuwa ni ya 9 sasa. 3 za mwanzo, 3 za mara ya pili na 3 za ndoa ya 3, itakuwa jumla ya talaka 9. Akimaliza talaka 9, tahrumu alayhi muabadan, yule mwanamke atakuwa ni haramu kwake milele. Sasa hawezi tena, hakuna njia. Akimaliza talaka 9 hakuna tena njia, anakuwa ni haramu milele, hawezi tena kuhalalika. Alimamu Sadiq salawatullahi wasalamuhu alayhi anasema, walladhi talaqa talaqa alladhi la tahillu hatta tankiha zawjan ghayrahu 3 marratin wa tazawaja 3 marratin la tahillu lahu abadan. Na mwanamume ambaye amemtaliki mkewe talaka ambayo atakuwa ni haramu kwake mpaka aolewe na mume mwingine mara 3, akatoa talaka 3 za mwanzo akamwoa tena, akatoa talaka 3 za pili akamwoa tena, akimaliza talaka 3 ambazo zitakuwa 9 jumla, la tahillu lahu abadan, hata kuwa ni halali kwake milele, haitawezekana tena kumwoa. Kwa hiyo talaka mwisho kabisa ni 9. Baada ya hapo mwanamke yule atakuwa ni haramu milele kwa mwanamume yule. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Allahumma arina alhaqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina albatila batilan warzuqna ijtinabahu. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad wa ala ali baitihi at-tayyibin at-tahirin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.